Kama unatembea usiku msituni, halafu ghafla mti mkubwa ufungue mlango, ungeingia au ungekimbia? Usiku ule sikuwahi kuusahau maishani mwangu. Nilikuwa nakimbia gizani ndani ya msitu mnene, nikiwa nimembeba mtoto mgongoni na mwingine nimemshika mkono. Nyuma yetu kulisikika sauti za watu waliokuwa wanatufukuza. Walikuwa wanapiga kelele kwa hasira. Msimkose, leo lazima tumkamate. Moyo wangu ulikuwa unapiga kwa nguvu sana. Nilikuwa nimechoka. Watoto wangu walikuwa wanalia kwa hofu. Nilijua kama wangenifikia, kile walichotaka kunifanya kingekuwa kibaya sana. Ghafla katikati ya msitu, nikauona mti mkubwa sana wa kale ambao haukuonekana kama miti mingine. Ulikuwa mkubwa ajabu, kama vile umesimama hapo kwa mamia ya miaka. Kwa kukosa pa kukimbilia, nikaukimbilia ule mti. Nilipougusa tu kwa mkono wangu, ghafla kitu cha ajabu kilitokea. Shina la ule mti lilianza kupasuka polepole kama mlango unaofunguka. Ndani yake kulitoka mwanga mkali wa ajabu. Watoto wangu wakanyamaza ghafla. Mdogo wangu akaniuliza kwa sauti ya hofu, "Mama, huu ni mlango wa wapi?" Lakini kabla sijamjibu, nikasikia sauti nzito ikitoka ndani ya ule mti ikisema, "Hatimaye umefika. Tumekuwa tukikusubiri." Nilipoangalia vizuri ndani ya ule mlango, nilimwona mtu aliyekuwa amesimama ndani ya ule mti. Na hapo ndipo nikagundua kitu cha kutisha zaidi. Watu waliokuwa wanatufukuza walijua kabisa kuhusu ule mlango na walikuwa wanakuja kuufunga kabla sijaingia. Ungekuwa wewe, ungefanya nini? 1, ningeingia ndani ya ule mti. 2, ningekimbia mbali na ule mti. Andika jibu lako kwenye comment. Pini, like na follow ukurasa huu, usikose part 2 kesho. Siri ya mtu aliyekuwa ndani ya ule mti itafichuliwa. Share post hii kwa rafiki yako anayependa simulizi za kutisha.